manufaa mbalimbali yamepatikana. Mabadiliko katika bandari ya Dar es Salaam baada ya kuingia mikataba ya ukodishaji na uendeshaji wa gati namba 5 mpaka 7 na magati namba 8 mpaka na 11 yameleta manufaa mbalimbali, ikiwemo kuongezeka kwa mapato yanayotokana na shughuli za kibandari. Takwimu zinaonyesha kuwa mapato yanayotokana na shughuli za kibandari yanayokusanywa na TPA pamoja na wawekezaji binafsi na yale yanayokusanywa na TRA yameendelea kuimarika siku hadi siku. Mathalan, kwa upande wa mapato yanayokusanywa na TPA pamoja na wawekezaji binafsi yameongezeka kutoka shilingi bilioni 896.95 kutoka shilingi bilioni 896.95 mwaka fedha 2020-2021 kabla ya ushirikishwaji wa sekta binafsi hadi kufikia shilingi trilioni 2.031. Shilingi trilioni 2.031, takriban mara 3. Hizo zilipatikana mwaka wa fedha 2024-2025 zikijumuisha shilingi trilioni 1.314 za TPA na shilingi bilioni 716.87 zilizokusanywa na sekta binafsi. Aidha, gharama za uendeshaji katika bandari ya Dar es Salaam zimepungua kutoka shilingi bilioni 331.638 kwa mwaka kabla ya kushirikishwa kwa sekta binafsi hadi kufikia shilingi bilioni 174.76, kutoka bilioni 331 hadi bilioni 174, karibuni nusu kwa mwaka baada ya kuanzishwa ushirikishwaji wa sekta binafsi katika uendeshaji wa baadhi ya maeneo ya bandari ya Dar es Salaam. Aidha, kuhusu mapato ya forodha yanayokusanywa na TRA katika kipindi cha kuanzia mwezi Julai mwaka 2024 hadi kufikia mwezi Februari mwaka 2025, mapato hayo yamefikia shilingi trilioni 8.256 ambayo yameongezeka kwa kiasi cha shilingi trilioni 1.174 ikilinganishwa na makusanyo ya jumla trilioni 7.082 yaliyokusanywa katika kipindi kama hicho mwaka 2023-2024. 9. Katika mkakati wa kuimarisha usafiri majini, serikali imekamilisha ujenzi wa meli ya MV New Mwanza katika ziwa Victoria, na meli hiyo imezinduliwa tarehe 23 Januari mwaka huu na Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Meli hii itatoa huduma za kisasa za usafiri wa abiria na mizigo, kuongeza usalama na ufanisi wa usafiri katika ziwa Victoria. Meli hii ina uwezo wa kubeba abiria 1200 na mizigo tani 400. 10. Katika hatua nyingine, serikali imewezesha kuanza kwa safari za meli ya MT Sangara baada ya kufanyiwa ukarabati mkubwa, na tayari meli hiyo imeshaanza safari za kibiashara kwa kusafirisha shehena za mafuta kati ya Kigoma na Kalemie nchini DRC tangu mwezi Juni mwaka jana. Eneo la 4 ambalo nitalizungumzia ni usalama wa usafiri wa majini na uokoaji. Ndugu waandishi wa habari, Watanzania wenzangu, mabibi na mabwana, serikali kupitia Wizara ya Uchukuzi imeweka kipaumbele kikubwa katika kulinda maisha ya wananchi na mali zao kupitia kuimarisha mifumo ya ufuatiliaji na uokoaji. Lengo ni kuhakikisha kuwa hakuna mwananchi anayepoteza maisha yake wakati akijitafutia riziki ndani ya maji, na hata tatizo likitokea kuna kuwa na namna ya kumwokoa mhusika. Katika kipindi cha siku 100 katika eneo hili yafuatayo yametekelezwa. La kwanza kabisa ni kuimarisha ujenzi wa kituo cha kuratibu utafutaji na uokoaji cha kikanda, yani Maritime Rescue Coordination Center katika ziwa Victoria kilichopo hapo Mwanza. Kituo hichi kitaimarisha usalama wa usafiri wa majini katika ziwa Victoria kwa kutumia mifumo ya kisasa ya mawasiliano, tehama na vifaa vya kisasa
vya uokoaji.